Sasa tuingie moja kwa moja ndugu zangu Waislamu katika kusimulia visa vya mitume. Na sisi biidhnillah taala tutaanza kusimulia kuanzia mtume wa kwanza mpaka wa mwisho. Mwenyezi Mungu katika ulimwengu huu aliwatuma mitume. Katika hadithi mtume anasema walifika 124,000 manabii pamoja na mitume wake. Lakini wapo wanaoitwa rusul katika manabii ambao Mwenyezi Mungu idadi yao kawatuma 313. Miongoni mwa hao 13 na 300 au 313 wapo waliotajwa katika Qur'anul Karim, na hao ndio tutakaowasimulia sisi. Idadi yao waliotajwa katika Qur'anul Karim ni 25 nabi au rasul, ni mitume 25. Katika hao mitume 25 ala rasihim Adamu alayhi salam, tutakayeanza kumsimulia mwanzo kabisa ni mtume wetu Adam, ambaye ndo baba wa walimwengu wote au wanadamu wote. Ni baba wa wanadamu wote ambao tunajiita bina Adam kwa kuwa tunajinisibisha kwamba baba yetu ni Adam. Sasa hatutaki kumjua historia yake baba yetu. Hatutaki kujua chimbuko la mwanadamu lilianza vipi, nini historia ya mwanadamu. Basi leo tutakumbushana kuhusu historia hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutufahamisha sisi walimwengu, itabidi tuanze bidayatul khalq, mwanzo wa kuumba. Kabla ya kila kitu yupo Mwenyezi Mungu peke yake. Hakukuwa na mbingu, wala hakukuwa na ardhi, wala hakukuwa na miti, wala kiumbe chochote. Kana Allahu, yupo mwenyewe Mwenyezi Mungu peke yake. Hakuna kilichokuwa pamoja na Mungu kitu chochote. Kisha baada ya hapo ndo Mwenyezi Mungu akaanza kuumba. Na kuumba kwake Mwenyezi Mungu Azza wa Jal, awwalu ma khalaqa al-qalam. Kitu cha kwanza kabisa alichokiumba, aliumba kalamu. Faqala lahu uktub, kalamu hiyo akaiambia andika. Kalamu ikaanza kuandika. Katika hadithi, fakataba maqadira kulli shay'in min awwali sa'atin ila qiyam as-sa'a. Kalamu hiyo ikaandika kila kitu kitakachojiri katika ulimwengu kuanzia wakati huo mpaka mwisho wa ulimwengu. Baada ya kuumba kalamu ikaja lauhun mahfudh na vikaja vitu vingine. Sasa tunakuja katika mwanzo wa kuumbwa kwa mwanadamu. Imepokewa katika hadithi na Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema khalaqa Allahu at-turbata yawm as-sabt. Mwenyezi Mungu ameumba mchanga katika siku ya Jumamosi. Waljibala fi yawm al-ahad, na akaumba majabali katika siku ya Jumapili. Washajara fi yawm al-ithnain, na akaumba miti katika siku ya Jumatatu. Walmakruha fi yawm ath-thulatha, na akaumba vitu makruhati, yani vitu vilivyokuwa vinachukiza kwa wanadamu, vitu makruh katika siku ya Jumanne. Wa khalaqa nuran fi yawm al-arba'a, na akaiumba nuru katika siku ya Jumatano. Wa batha ad-dawaba fi yawm al-khamis, na akaeneza ulimwenguni viumbe katika siku ya Alhamisi. Wa khalaqa Adama fi asri yawm al-jum'a, na akamuumba baba yetu Adam katika alasiri ya siku ya Ijumaa. Nini kabla ya kuumbwa kwake Adam? Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anasema kanatil jinnu qabla Adam bi 1000 am. Kabla ya kuumbwa mwanadamu ulimwenguni alikuwepo jini, na jini huyo ndo alaeneza majini wenzake, yani viumbe wa aina hii walikuwepo kabla ya kuumbwa baba yetu Adam kwa miaka 2000. Ina maana viumbe wa kwanza kabla ya binadamu walikuwepo majini wakiishi. Kabla ya miaka 2000 kuumbwa kwa Nabii Adam alayhi salam, ilitokea nini? Fasafaku dima, majini hao walianza kumwaga damu. Wab'atha Allahu ilayhim jundan min almalaika, ikabidi Mwenyezi Mungu awapelekee jeshi kutokana na malaika. Fataraduhum ila jazair albahr, jeshi hilo na malaika likawafukuza majini kutoka katika ardhi hii
kuwapeleka mpaka katika fuo za bahari, wakawa ndo masakini yao huko. Na imekuja katika hadithi kwamba kibarul jin, yule mwenyewe mfalme wa kijini, ana kiti chake huko katikati ya bahari, na imeelezwa vitu ambavyo kwamba anavipata kutoka kwa majini wadogo wanaompelekea habari, sisi tumewapoteza hivi wanadamu, tumefanya hivi. Hawa wanadamu wamekuja baada ya ulimwengu huu kuwepo majini. Kwa hiyo Nabii Adam alayhi salatu wassalam, kuumbwa kwake ilikuwa baada ya Mwenyezi Mungu kuagiza kuletwa mchanga, na mchanga huo unasema qabadahu Allahu min qabadati jami'i man fil ard. Mwenyezi Mungu aliuchukua mchanga huo katika sehemu mbalimbali katika ulimwengu. Ndio maana wamekuja wanadamu katika shakli mbalimbali. Haukuchukuliwa mchanga katika sehemu moja tu, bali ilikuwa ni qabdatun min jami'i anha'il ard, ilikuwa ni sehemu mbalimbali katika ulimwengu. Huu hapa, mwingine hapa. Ndio maana wanadamu wakaja katika ashkalun mutanawwi'a fihimul abyad wal aswad. Kuna weupe na weusi na wekundu, na baina ya hivyo kuna walokuwa laini tabia zao na ngumu tabia zao. Kila aina ya hali ya wanadamu inatokamana na aina za udongo au mchanga uliochukuliwa kwa ajili ya kumumba baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Basi malaika, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwadokeza kwamba anataka kumumba mwanadamu. Katika aya suratul Baqara, Mwenyezi Mungu anasema, wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mwenyezi Mungu aliwaambia malaika, mimi nataka kumweka kiongozi katika ulimwengu, nataka kumumba Adam. Malaika wakarikol mambo yalotokea kabla ya Adam. Waliona wanadamu majini walivyofanya ufisadi, wakamwaga wanadamu, wakaeneza jeuri katika ulimwengu. Sasa Mungu anataka kuumba kiumbe mwingine. Ndio maana wakamuuliza, ya Rabb, ataj'alu fiha, unataka kuweka katika ulimwengu man yufsidu fiha, mwenye kufanya ufisadi katika ardhi, wa yasfiku dima, na kumwaga damu kama walivyomwaga damu wengine waliopita? Au nataka kuleta kiumbe atakaye kuabudu wewe kwa wingi? Kwani sisi tumekuwa muqassiruna fil ibada, tumepunguza kitu katika ibada yako? Katika ibada yako ya Rabbi kumekuwa na upungufu kutoka kwetu? Ndio maana malaika wakauliza, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, na sisi nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, tunakutukuza ya Rabb, tunakutasbihi kila siku na mchana. Mwenyezi Mungu akamwambia, inni a'lamu ma la ta'lamun, nalo lijua mimi nyinyi hamulijui. Basi malaika baada ya kuambiwa hivyo na Mwenyezi Mungu wakasema, liyakhluq, Mwenyezi Mungu aumbe ma yasha, anayependa katika viumbe, walakin lan yakuna afdala wa a'lama minna, lakini tunajua kwamba kiumbe huyo atakayeumbwa hatakuwa mjuzi wala bora kuliko sisi. Walikuwa wakijiambizia wenyewe katika nafsi zao kwamba kiumbe chochote kitakachoumbwa, lakini hakitokuwa bora wala hakitokuwa kina ilmu kama tulivyo sisi malaika. Basi Mwenyezi Mungu akaanza kuchukua mchanga ambao ulitolewa katika ardhi na ukaanza kufinyangwa. Mwenyewe Mwenyezi Mungu azza wa jalla tawalla khalqi Adam, akamuumba Adam mwenyewe kwa uwezo wake. Basi udongo ule ukawa unabadilika kutoka katika turab ukaenda mpaka katika tin, ukatoka ukaenda katika tini lazib, ukatoka ukaenda katika salsal, ukaenda katika hamain masnun. Hizi zote ni stage za udongo ambao mwanadamu aliumbwa nao. Mchanga wa kawaida, kisha udongo wenye kunata, kisha udongo uliowekwa kwa muda mrefu mpaka ukabadilika rangi ukawa mweusi, na ndo hivi tauran baada taur, ikawa kiumbe yule kakaa kama mfano wa timthalan, kama mfano wa sanamu. Malaika wanapita wakizunguka, wakiliangalia sanamu hili, wakiliangalia umbo hili la kiumbe huyu, wakijiuliza ni kiumbe gani mfano wake kama huyu.
Basi miongoni mwa malaika walokuwa wanapita kulizunguka timthala la Adam alikuwepo bwana mmoja anaitwa Azazil, ambaye huyu ni mmoja katika majini, lakini kwa sababu ya ilmu yake na ibada zake nyingi alizokuwa nazo akawa katika kundi la malaika, anakwenda akirudi pamoja na malaika, na huyu ndo jina lake baadaye akaja akaitwa Iblis, lakini alikuwa miongoni mwa malaika, lakini sio jinsia yake umalaika, yeye alikuwa ni jin. Siku moja akawachukua malaika wakawa wanapita kulizunguka timthali la Adam. Ikawa anawaambia malaika, msiwe na wasiwasi kuhusu kiumbe hiki mnachokiona hapa kwamba kitakuwa bora au kitakuwa nini, kwa sababu mimi nishazungumza na akili yangu na nimeshaizunguka maumbile ya mwanadamu huyu, nikamwona ajwaf. Na yani katikati yake mwanadamu ni ajwaf, manake ana njia ambayo unaweza kupita moja kwa moja. Kwa hiyo raaituhu ajwaf faalimtu annahu lan yatamallak, nilipomuona kwamba ana sehemu ambayo kwamba unaweza kupita ukaingia ukatoka katika mwili wake, nikajua kwamba ni kiumbe dhaifu, lan yatamallaka an nafsi, hatoweza hata kujimilikisha yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Kwa hiyo nyinyi msiwe na wasiwasi kuhusu kiumbe huyu. Kisha akawaambia neno lingine zito zaidi ya hilo, akawaambia wallahi nakuapieni kwa Mwenyezi Mungu, la in sullitu alayhi la uhlikanna, kama mimi nitafanywa bora kuliko kiumbe huyu basi nina nafasi kubwa ya kumwangamiza. Wala in sullita alayya la asiyanna, na kama yeye ndo atafanywa bora kuliko mimi basi ninakuhakikishieni kwamba nitamuasi na sitoweza kuzitii amri zake. Kwa kuwa huyu anaonesha ni kiumbe duni kabisa. Kwa hiyo hapa Iblisi akaonesha dharau na kibri kabla hata ya mambo hayajaiva au mambo hayajafika katika lengo. Sayyiduna Adam alayhi salam hapo hajatiwa roho, ndugu zangu wa Islam, ni timthalan. Mwenyezi Mungu alipomuumba akaufinyanga na udongo ule ikawa ni shikli ya mwanadamu ambaye kasimamishwa katika sehemu 40 sanatan, miaka 40 Mwenyezi Mungu kamweka tu bila roho, ni jismun bila roho, ni mwili bila ya roho, kiwiliwili tu. Basi katika kusema kwake maneno hayo Iblis, ndo ile aya Mwenyezi Mungu anasema wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, na mimi ninajua mnayoyadhihirisha na yale mnayoyaficha katika nafsi zenu. Maneno mnayoyasema yote nayasikia, na yale ambayo kwamba yako katika nafsi zenu hamujayadhihirisha, ambayo ni chuki na hasadi ya Iblis kwa mwanadamu, hiyo pia Mwenyezi Mungu alikuwa kishaiona zamani. Shakli yake au kimo chake kilikuwaje Nabii Adam kabla ya kutiwa roho hapo? Imekuja katika hadithi kwamba kana tulu Adam 60 dhira'an fi sama. Nabii Adam kimo chake alikuwa mrefu wa dhiraa 60, au kwa lugha nyingine mita 60. Hizi ni mita nyingi sana na ni urefu mkubwa sana kwa mwanadamu. Lakini inasema katika hadithi hiyo hiyo, famazala yanqus mundhu dhalik, hakuacha mwanadamu kupungua kimo chake kutoka katika wakati huo mpaka leo. Na kila generation au kila watu wanaokuja wanakuwa wanapungua, wanazidi kupungua kimo. Wakati walioanza walikuwa ni dhiraa 60 fi sama. Sasa urefu wake Nabii Adam alayhi salam alikuwa na mita 60 juu, na upana wake alikuwa na dhiraa 7. Huu ni upana au unene wa mwanadamu wakati huo. Dhiraa 7 au ukipenda mita 7 ndo ulikuwa unene wake. Mwenyezi Mungu akamweka pale akiwa na kimo hicho, fatarakahu ma shaa an yatruka, kamwacha kwa muda mrefu alotaka mwenyewe kumwacha pale. Ikawa ndo tawafu inakwenda kwa malaika wakizunguka, wakimtizama, wakishangaa, wakitaajab kuhusu kiumbe kile. Mwisho Mwenyezi Mungu akataka kukitia roho kiumbe chake. Fajaa bi ruhi wa nafakha fihi, akaileta roho akaanza kuipuliza ndani ya kiwiliwili cha wanadamu. Ndio katika Qur'ani tunaambiwa inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Mfano wa Isa kwa Mwenyezi Mungu
ni kama mfano wa Adam. Khalaqahu, Mwenyezi Mungu amemuumba Adam min turab, kutokana na mchanga, kisha udongo ukawa na stage baada ya stage, kisha akasema kuwa Adam, akawa Adam. Yani roho ikaanza kupulizwa. Roho ilipoanza kupulizwa ikaingia katika brain na ubongo wa mwanadamu, fa'atasa Adam. Pale pale Adam akaanza kutoa chafya na kuchemua, akenda chafya. Faqalat almalaikatu qul alhamdulillah, malaika wakamwambia Adam, sema alhamdulillah. Hapo roho haijafika katika viungo vingine vya mwili, bado ndo imeingia katika kichwa ambacho ndo masna ya mwanadamu. Chafya ile akakumbushwa na malaika kwamba qul alhamdulillah, sema alhamdulillah. Basi Adam akasema alhamdulillah. Baada ya kusema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akamwambia yarhamuka rabbuk, Mola wako atakurehemu. Kwa hiyo hapo ndo mwanzo kabisa wa maumbile ya mwanadamu, na ndo rehema za Mungu zinaanza kumwandama kabla hata ya roho haijafika katika unyayo wake. Roho ikawa inatasarab, inakwenda katika kiwiliwili kizima. Roho ikaingia katika ainaihi Adam, macho yake mawili. Ilipofika katika macho mawili, famfatahatil ainanu, macho yakaanza kuona. Faraa thimara aljanna, na kitu cha kwanza alichokiona mbele yake akaona matunda ya peponi. Matunda ya peponi alipoyaona Adam, fatamia ilaiha, basi pale pale akawa na tamaa ya kuyapata na kuyaonja na kuyala matunda yale. Fanadhara ilaiha, akatizama matunda yale. Fashtahaha, na akayatamani matunda yale. Sasa roho imeingia katika macho na imefika katika shingo mpaka kifuani, ndani ya tumbo, katika digestion system, usagaji wa chakula. Adam akawa anazidi kupata tamaa ya matunda yale. Ikawa haijafika roho katika miguu, Adam anataka kutembea kwenda kuyachuma matunda ya peponi ili apate kula. Akaonekana ana move kidogo bila ya miguu kuwa hayana hisi, kwa sababu miguu haijapata roho, haijafika katika miguu. Kama inavyoingia roho na ndivyo itakavyotoka. Ndio wanadamu wanavokaa katika sakaratil maut, roho inatoka shay'an baada shay, kidogo kidogo inaanza kutoka katika unyayo mpaka katika unywele. Kwa hiyo roho inakuwa katika hali kama hiyo. Sasa Adam, roho haijafika katika miguu yako, unataka kutembea, utatembea vipi wakati miguu ni mayit? Hapo ndipo alipokuwa na tamaa. Ndo kauli yake Mwenyezi Mungu, khuliqal insanu min ajal, mwanadamu ameumbwa kwa pupa. Sisi wanadamu pupa ni tabia yetu, na alikuwa nayo baba yetu Adam alayhi salam. Mambo yake yote nataka yawe leo yaishe, kila kitu chake nataka kiwe haraka, hataki kusubiri. Lakini angalia hikma zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni hikmatun baligha. Alikuwa na uwezo Mwenyezi Mungu wa kuumba kila kitu siku moja, lakini anasema alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ameumba mbingu 7 tabaka. Kwa muda gani kaumba mbingu 7 hizo? Fi 6 ayyam, katika muda wa siku 6. Kwani ilikuwa ni nzito au ni uzito kwake yeye kuumba mpaka achukue siku hizo zote? Anataka kutuonesha wanadamu kwamba kila kitu nenda nacho kwa itqan, wala msiwe na haraka katika mambo yenu. Na ndio maana Mtume akasema at-ta'anni min Allah, upole unatokana na Mwenyezi Mungu, wala ajalatu minash shaitan, na tabia ya haraka inatokana na shaitani. Kwa hiyo Sayyiduna Adam alayhi salam akawa na tamaa ya kuingia ili apate kula matunda yale ya peponi. Ndugu wa Islam, katika visa kama hivi tunavyovitoa, hatukusudii watu kwamba tunaburudika, lakini lengo kubwa ndani ya visa hivi, kama mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anavyotuambia, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, hakika imekuwa katika visa vyao mitume hao tunaowasimulia ibra, kuna mazingatio. Sasa kuanzia mwanzo wa kuumbwa Adam mpaka mwisho wake na mitume wengine wote, ndani yake kuna dars, kuna mazingatio. Lakini je, mazingatio hayo ni kwa kila mmoja? Mwenyezi Mungu anasema liulil albab, mazingatio hayo ni kwa watu wenye akili peke yao, wenye kutumia akili zao. Kutumia akili mwanadamu na kuwaza na kufikiria ni moja katika ibada kubwa mno. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard,
wale wanaomtaja Mwenyezi Mungu wakiwa wamelala, wakiwa wamesimama, wamekaa, mwisho anasema wayatafakkarun, na wanatumia akili zao katika kufikiria fi khalqi samawati wal ard, katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu wa mbingu na ardhi. Kisha anasema nini? rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Wakitizama mbingu wakaiona ni mbingu isokuwa na kreki wala mipasuko, wala rangi yake haihitaji kufanywa renovation au kufanywa tajdidi, rangi ndo ile ile kuanzia kuumba kwake Mwenyezi Mungu mpaka leo. Ardhi ndo hiyo, inabeba kila kitu ndani na juu na chini yake. Basi wao wanasema rabbana, mola wetu, ma khalaqta hadha batilan, haya yote hukuyaumba bure bure tu. Umeumba haya yote kwa mambo na malengo maalum. Kwa hiyo visa vinaletwa katika Qur'ani kwa nini? Ma kana hadithan yuftara, wala sio hadithi za kubuni. Hizi ni true stories ambazo Mwenyezi Mungu anatueleza katika Qur'ani, na sisi tupate faida na tuwe ni wenye kujifananisha. Ndio mshairi anasema tashabbahu, jifananisheni, fa illam takunu mithlahum, kama hamutokuwa kama wao, inna tashabbuha bilkirami falahu, lakini kujifananisha na watu wema na kufuata mwenendo wao na system ya maisha yao na walivyoishi ndio kufaulu kwenyewe. Kwa Sayyiduna Adam alayhi salam, roho ilipofika kichwani faatasa, akasema alhamdulillah. Na hii ndo system ya Muislamu, anapopiga chafya aseme alhamdulillah, na mwingine anapomsikia amwambie yarhamukallah, na yeye atakapoambiwa vile arejeshe asema yahdikumullah wa yuslihu balakum. Siku moja alipiga chafya amiri wa Waislamu wakati huo katika Daulatul Abbasiyya, anaitwa Abu Ja'far al-Mansur. Imam Malik alikuwa karibu naye, mwanachuoni mkubwa. Baada kupiga chafya Abu Ja'far al-Mansur, Imam Malik akamwambia yarhamukallah, Mwenyezi Mungu akurehemu. Basi pale pale mmoja katika wale waliokuwa pamoja na mfalme au na amiri wakamwambia, wewe kwa nini unamwambia amiri yarhamukallah? Ilikuwa haambiwi wakati huo kiongozi wa Waislamu atakapochemua, kwa kuwa wanampa heshima ambayo kwamba sio heshima nyingine inayofanana na ya mtu yote mwingine. Basi wakawa wanaona vibaya kuambia yarhamukallah. Imam Malik basi siku ya pili yake alipochemua Abu Ja'far akamwambia, ayu millatin turidu ya amir almu'minin, unataka mila gani leo amir almu'minin? Millatu Allah au millatu shaitan, unataka mila ya Mungu au mila ya shaitan? Akaambia millatullah. Basi akaambia yarhamukallah, Mungu akurehemu. Hii ndo mila ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ama unapotaka kwamba usirehemewe ni mila ya shaitan. Kwa hiyo Adam akaambia yarhamukallah, na yeye vile vile akawa ni mwenye kuonesha ajal baada ya roho kufika katika viwiliwili vingine. Tutaendelea na Nabii Adam katika darasa zinazofuata. Wabillahi tawfiq, wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.